Hii ni Yes Online, karibu katika wakati mwingine wa kupeana taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo zimetrend ama zinaendelea kuzungumzwa kwenye video vya kahawa na kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Na hii leo nimekuja maalum kwa ajili ya swala la Stephen Aziz Ki, kiungo mshambuliaji wa Young Africans ambaye ni raia wa Ivory Coast, alijiunga na Yanga akitokea ASEC Mimosas ya Ivory Coast. Taarifa zinasema kwamba Stephen Aziz Ki hii leo, yani Mei 18, 2025 amecheza mchezo wake wa mwisho akiwa na jezi ya Young Africans, na ndio maana alivaa usinga, nikimaanisha kitambaa cha unahodha kwenye mchezo huo. Hii leo kumbuka, Young Africans alikuwa anacheza dhidi ya JKT Tanzania kwenye nusu finali ya kombe la CRDB Bank Federation. Kwa hiyo Stephen Aziz Ki hii leo alikuwa anacheza mchezo wake wa mwisho akiwa na klabu hiyo ya Yanga. Stephen Aziz Ki anaelekea wapi? Tunaanzia Young Africans. Kama utakuwa na kumbukumbu vizuri, wakati anahusishwa kuondoka nchini Tanzania, ni kabla hajaongeza mkataba, alikuwa anahusishwa kujiunga na vilabu vya huko Uarabuni, na ilikuwa ni mwaka jana. Sasa taarifa zinasema kwamba wakala wake ambaye ni Zambro Traore tayari ameshafanya maamuzi kwamba mteja wake, licha ya kwamba ana mkataba wa mwaka mmoja ambao umesalia na Young Africans, amekubali kufanya biashara na Wydad Athletic Club, ambayo of course msimu huu hakuwa vizuri sana kwenye ligi, japo ukilinganisha na msimu uliopita, msimu huu alikuwa vizuri kwa sababu wamemaliza nafasi ya 3 kwenye Botola Pro. Mwaka jana walimaliza nafasi ya 6. Stephen Aziz Ki anaenda Wydad Athletic Club, ambayo of course inajijenga kuelekea kombe la dunia la vilabu ambalo ni kama mwezi mmoja umesalia kuelekea kwenye mashindano hayo. Young Africans of course watanufaika na kiasi kikubwa sana cha pesa ambacho mpaka sasa bado hatujaambiwa ni kiasi gani, lakini vile vile itakuwa ni dili kubwa sana, dili nzuri sana kwa Stephen Aziz Ki, kwa sababu kwanza anaenda kucheza michezo mikubwa zaidi ya hii ambayo amezoea kuicheza hapa Afrika. Kumbuka Wydad Athletic Club ndani ya wiki 2 zijazo wataenda kucheza dhidi ya Sevilla, ikiwa ni mchezo wa kirafiki kama maandalizi kuelekea kombe la dunia la vilabu. Lakini vile vile watacheza dhidi ya FC Porto Mei 31, 2025 kama mchezo wa kujiweka sawa kuelekea kombe la dunia la vilabu. Kwa hiyo dhidi ya Sevilla ni Mei 27 na dhidi ya FC Porto ni Mei 31. Kwa Stephen Aziz Ki issue iko hivyo. Wana Yanga wenyewe wanamshukuru, na pasi na shaka hawamdai chochote. Yeye ndoto yake ilikuwa ni kuchukua ubingwa wa Afrika akiwa na Yanga, lakini haijawa hivyo. Lakini kwa mafanikio ambayo wamewapa Yanga kwenye hii misimu mitatu, of course anastahili kuwa miongoni mwa wachezaji wa kuimbwa sana na wa kukaa midomoni au mioni mwa watu kwenye kipindi chote ambacho amekuepo. Mimi ni Edibili Gaston Dawala wa Yes Online. Usisahau kusubscribe then kushare kwa wenzako, ili familia izidi kuwa kubwa sana ya Yes Online. Asante, usisite kuungana na mimi pale ambapo nitakuwa nimepost ama nimeupload post nyingine.